Kutokana na matukio ya uvunjifu wa haki za binadamu na uharibifu wa mali za watu wakati wa uchaguzi mkuu, Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT imeshauri kufanyika kwa mazungumzo ya kitaifa yatakayojumuisha wadau mbalimbali. Mkutano wa Bunge la 13 kesho Novemba 13 linatarajia kuthibitisha uteuzi wa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atakayeteuliwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mujibu wa katiba. Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania limetoa wito kwa serikali na vyombo vyake kusikiliza na kushughulikia malalamiko ya wananchi kwa namna ya kujenga umoja wa kitaifa na utengamano wa kijamii. Na kiongozi wa zamani wa waasi nchini Kongo, Roger Lumbala, anafunguliwa mashtaka mjini Paris hii leo. Habari za wakati huu mtazamaji, karibu katika Upendo TV Kabari. Jina langu ni Rozi Palanje, nitakusomea habari za kitaifa na hapo baadaye utasomewa habari kutoka mataifa mbali na kisha mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA watahitimisha kwa utabiri wa hali hewa. Tuanze na habari za kitaifa tukianzia hapa jijini Dar es Salaam. Kutokana na matukio ya uvunjifu wa haki za binadamu na uharibifu wa mali za watu wakati wa uchaguzi mkuu, Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT imeshauri kufanyika kwa mazungumzo ya kitaifa yatakayojumuisha wadau mbalimbali kwa lengo la kufanya tathmini na kuweka mikakati ya kuimarisha umoja, amani, haki na maridhiano. Hayo yamesemwa na mwenyekiti wa jumuiya hiyo, Askofu Dr. Stanley Hotai, wakati akitoa tamko la jumuiya hiyo kwa waandishi wa habari, ambapo pamoja na kutoa pole amesema CCT imepokea kwa masikitiko makubwa mauaji ya watu yaliyofanyika na wengine kuumizwa ambavyo ni kinyume na utu. CCT inakemea vitendo vyote vya ukatili ikiwemo mauaji ya watu, kujeruhiwa watu, uvunjivu wa haki za kibinadamu na uharibifu wa mali katika kipindi hicho, bila kujali vimetokana na upande gani. Vitendo hivyo havilingani na maadili, utu, haki na misingi ya amani ambayo taifa letu limekuwa likijivunia kwa muda mrefu. CCT inasisitiza kwamba haki, utu na upendo ni nguzo kuu za amani ya kweli kwa maendeleo ya watu na taifa kwa ujumla. Aidha, ametoa wito wa maombi ya toba kwa taifa zima ikijumuisha kanisa, serikali, dini zote pamoja na wananchi, wakizingatia neno la Mungu, kudumisha haki na amani na kuhimiza uwepo wa uhuru wa maoni na vyombo vya habari kwa kuwa na mazingira yenye uwajibikaji ili kuchochea majadiliano yenye kujenga na kusaidia kupunguza hisia za maumivu katika jamii. CCT inatoa wito wa toba na maombi ya kitaifa. Hilo ni jambo la kwanza. CCT inatoa wito wa maombi ya toba kwa taifa zima ikijumuisha kanisa, serikali, dini zote pamoja na wananchi, tukizingatia neno la Mungu katika Nyakati 2, yani kitabu cha 2 mlango wa 7:14 isemayo, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia kutoka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Kuhusu msaada wa faraja kwa waathirika, jumuiya hiyo imetoa wito kwa serikali, taasisi na wadau mbalimbali kutoa msaada wa kibinadamu kwa familia zilizoathirika, kuwasaidia majeruhi na kuchukua hatua za kurejesha hali ya utulivu na matumaini nchini, huku ikisisitiza serikali kuweka mazingira wezeshi kwa wadau kwa ajili ya utoaji wa misaada hiyo. Huko jijini Dodoma, mkutano wa Bunge la 13 hapo kesho Novemba 13 linatarajia kuthibitisha uteuzi wa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atakayeteuliwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mujibu wa katiba. Tupate undani wa taarifa hiyo. Akizungumza baada ya kumalizika kwa zoezi la wabunge kula kiapo bungeni Dodoma,
Spika wa bunge hilo Musa Azani Zungu amesema baada ya kuthibitishwa kwa waziri mkuu, zoezi litakalofanyika ni uchaguzi wa naibu spika wa bunge na kuapishwa kabla ya ufunguzi rasmi wa bunge utakaofanywa na Rais Samia. Kikao cha 3 cha mkutano wa kwanza wa bunge. Kazi itakayofanya kuthibitisha uteuzi wa waziri mkuu, uchaguzi na kiapo cha naibu spika. Wabunge wote wanaombwa wawepo kuanzia saa 3 kasoro dakika 10, kila mtu yuko kwenye kiti chake. Naomba sana tuzingatie muda na idadi ya kukamilisha zoezi la kesho. Siku ya Ijumaa mtapewa utaratibu wa Ijumaa utapokuwa kesho hiyo baada ya kumthibitisha waziri mkuu. Inaahirisha shughuli za bunge mpaka kesho saa 3 asubuhi. Aidha, Spika Zungu amewakumbusha wabunge wa bunge hilo kuendelea kuzingatia kanuni na miongozo mbalimbali ya muhimili huo wakati wote wa shughuli za bunge, pamoja na wao wenyewe kujiheshimu. Arusha. Mheshimiwa Bunge, nashukuru sana kwa kazi nzuri mliofanya. Tumemaliza vizuri wote. Sasa nyinyi mna hadhi ya kibunge kwa mujibu wa sheria. Na ubunge ni heshima. Jiheshimu mitaani, jiheshimu humu ndani, jiheshimu kwa wananchi wenu waliowaleta hapa. Asante sana kutoka jijini Dodoma, na sasa tuangazie habari kutoka jijini Arusha. Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania limetoa wito kwa serikali na vyombo vyake kusikiliza na kushughulikia malalamiko ya wananchi kwa namna ya kujenga umoja wa kitaifa na utengamano wa jamii, ikiwa ni pamoja na kuwatendea haki raia wote waliopoteza maisha au walioathiriwa na kuacha matumizi ya nguvu ya kupita kiasi kwa yeyote. Tamko hilo lililosainiwa na mkuu wa kanisa hilo, Askofu Dr. Alex Malasusa, limesema kanisa la Mungu kwa upana wake linaungana na watu wote wenye mapenzi mema kwa nchi ya Tanzania kuhuzunishwa na kusikitishwa na matukio haya yaliyotokea, yaliyokosa utu, heshima na thamani ya binadamu. Aidha, linatoa pole kwa jamii na familia zilizopoteza wapendwa wake waliouawa na ambao bado hawajapatikana bila maelezo ya kuridhisha. Linawaombea wafiwa wote majeruhi. Linatoa pole kwa uharibifu wa mali za umma na za binafsi uliofanyika, pamoja na kuomba toba na rehema kwa Mungu ili nchi iliyoshuhudia umwagaji wa damu za watu ipate kuokolewa dhidi ya ghadhabu ya Mungu juu ya chukizo hilo na ipate neema ya kurejea katika amani. Vile vile kanisa linatoa wito kwa washarika wake wote kuwa na maombi maalumu kwa wiki nzima kuanzia ibada zote za Jumapili ya tarehe 16 Novemba 2025. Kisha kila siku maombi yataendelea hadi Jumapili ya tarehe 23 Novemba 2025, na wataalamu wote wa huduma ya ushauri kichungaji katika dayosisi zote za KKKT wanatarajiwa kutumia muda huo kutoa tiba ya nafsi na roho kwa wote walioumizwa. Tukirejea tena jijini Dar es Salaam, kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu imeahirishwa leo Novemba 12 hadi pale msajili wa mahakama atakapopanga tarehe ya kuisikilizwa. Kesi hiyo imeahirishwa baada ya mshtakiwa Tundu Lissu kuweka pingamizi dhidi ya upande wa jamhuri kwa shahidi wa 4 wa siri, ambapo amechukua muda wa saa 2 kutoa kanuni 6 zinazokataza shahidi wa siri, ikiwamo kanuni za ulinzi wa mashahidi za mwaka 2025, ambapo amesema kiboksi ambacho shahidi yupo ni kizimba maalumu cha ushahidi ambacho hata majaji hawatamwona katika kutoa ushahidi
au kumwona isipokuwa mawakili pekee wa serikali. Akitolea ufafanuzi suala hilo, mwanasheria mkuu wa Chadema wakili Rugemeleza Nshala amesema kesi hiyo imeahirishwa kwa muda ili serikali ifanye utafiti wake na kuomba serikali kupanga tarehe nyingine ya kusikiliza kesi hiyo ndani ya muda mfupi, kwani tayari mwenyekiti huyo amekaa ndani ya muda wa siku 223. Ameeleza kwamba watu wengi wameguswa sana na hiyo sheria ambayo haijawahi kuchapishwa kwenye gazeti la serikali. Ameonyesha kwamba kuna utafiti umefanyika. Maktaba Kuu ya Tanzania, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, ofisi ya wakili mkuu wa serikali, ofisi ya mbalimbali za serikali ambazo nyaraka zinatakiwa zipelekwe. Imeonekana kwamba hiyo sheria haijawahi kuchapishwa na hakuna kumbukumbu ya gazeti la kuchapishwa au siku lini kwamba hiyo sheria inaanza kufanya kazi. Imeshawahi kuwasilishwa katika hizo taasisi. Ukienda kule mahakama maktaba kuu utapata, ukienda katika ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali hautapata, ukija hapa mahakama kuu ya Tanzania hapa Dar es Salaam hapa hautaipata hiyo sheria, hilo gazeti. Mwisho wa siku ni kwamba hii sheria ambayo imekuwa inatumika kinyume cha sheria inavyoagiza kwamba lazima sheria yenyewe itangaze lini itaanza kufanya kazi, au basi ionekane kwamba kuna sheria nyingine itaitangazia kwamba inatakiwa kufanya kazi na iwe mwasilishwa bungeni. Watafiti wanasheria wamekwenda bungeni, wameangalia kule bungeni kwa zile answers zote zinaonyesha kwamba hakuna siku hata moja katika vile vikao 6 mfululizo ambavyo vya bunge vya mwaka 2018 na 2019 ambayo sheria hiyo imeshawahi kuwasilishwa, na ilivyo kufanya nini kuonyesha kwamba serikali imetekeleza matakwa ya sheria ile ya utafsiri wa sheria ambayo inadai kwamba sheria ikichapishwa kupitia gazeti la serikali basi iwasilishwe bungeni. Hicho hakijafanyika. Sasa baada ya haya yote basi mawakili wa serikali wamesema kwamba wao wanahitaji muda mrefu kwa kidogo kufanya utafiti kupita sehemu zote hizo ambazo mwenyekiti amezitaja, ina wao waweze kutoa majibu yanayotosheleza. Mtazamaji, na sasa tuangazie habari kutoka mkoani Manyara. Wananchi wa wilaya ya Kiteto mkoa wa Manyara wametakiwa kuachana na vitendo vya ukabila vinavyoweza kuhatarisha amani na mshikamano ndani ya jamii na badala yake kuishi kwa mshikamano, upendo na ushirikiano unaolenga kuimarisha maendeleo ya taifa. Tupate taarifa kamili. Wito huo umetolewa na mkuu wa wilaya Kiteto Remedius Mwema akiwa katika kijiji cha Mei, ambako amekemea vikali tabia za baadhi ya watu kutumia tofauti za kikabila kama kichocheo cha mgawanyiko, akisisitiza kuwa Tanzania imejengwa juu ya misingi ya umoja, upendo na heshima kwa kila mtu bila kujali asili yake. Eti akija mtu, mimi naitwa Mwema, nije hapa nitafute eneo, au kijana huyu bahati nzuri ameshaoa, aje hapa aseme jamani mimi nataka nijenge hapa na nioe mtu kutoka hapa mnasema wewe sio Masai unataka kujenga hapa ni Mswahili. Acheni lugha hizo. Semeni tumeacha lugha hizo. Acheni kabisa mambo hayo. Ninawaeleza ukweli. Hii nchi ni wa Tanzania wote. Hii nchi haina ubaguzi. Mwisho wa siku mtasema mnataka mkuu wa wilaya Masai. Mtasema mnataka mtendaji hivi. Hatuishi katika mazingira namna hiyo. Mwema amesema serikali haitosita kuchukua hatua kali dhidi ya mtu au kikundi chochote kitakachobainika kuchochea ukabila au ubaguzi wa aina yote, akisisitiza kuwa hatua hizo ni muhimu kulinda amani na utulivu wa jamii. Nimefika pale Unguja, nikaenda moja ya vijiji kwenye hoteli za kitalii. Nikakuta jamii ya watu wa Kimasai wapatao 30, wote ni wa Kiteto, wakalilaki wakasema huyu ni mkuu wetu wa wilaya. Wale jamii ya Kimasai wote wengi wametoka Lesoit, wametoka Kijungu, wametoka Amei, wako Zanzibar. Mnataka mtu aseme na hapa wakae wa Zanzibar? Mambo gani hayo? Yametoka wapi? Nchi yetu haina mambo hayo, tuyakemee hata kidogo yatakiwi. Ni lazima mnisikilize. Lazima niwaeleze ukweli na kila mmoja ufahamu ukweli. Ukweli haubadiliki. Baadhi ya wananchi wameeleza malalamiko yao kuhusu mwenyekiti wa kijiji hicho, wakidai kuwepo kwa changamoto katika usimamizi wa masuala ya ardhi na mgawanyiko wa mashamba. Wamesema wanatarajia serikali kufanya uchunguzi ili kuhakikisha haki na uwiano vinazingatiwa kwa wananchi wote. Lakini nimenyang'anywa nusu, na nilijaribu kupeleka kwenye vikao vya viongozi wa mila, lakini sikusikilizwa. Ananionyesha shamba ni tajiri mkubwa katika kijiji hiki. Kuna biashara imekizidi ndani ya kijiji chetu ya uuzaji wa ardhi. La tatu ni maeneo yaliyotengwa kuwa ni maeneo ya malisho pamoja na njia hasa mapalio.
Nikiripoti kutoka hapa mkoani Manyara, mimi ni James Stanley, Upendo TV. Huko mkoani Kigoma, wafanyabiashara na wajasiriamali wilayani Kakonko mkoani Kigoma wamepongeza serikali kwa kukamilisha ujenzi wa soko la kisasa la kimkakati la kufanyia biashara kati ya Tanzania na Burundi, hatua ambayo inaelezwa kukuza uchumi wao na kuongeza pato la halmashauri kwa kukusanya kodi ya serikali. Tuungane na mwanahabari wetu kwa taarifa kamili. Soko hilo limejengwa kijiji na kata ya Muhange wilayani Kakonko kupitia mradi wa pamoja Kigoma unaofadhiliwa na mashirika ya Umoja wa Mataifa, ikiwa ni sehemu ya kurudisha shime kwa serikali ya Tanzania kwa kukubali kuhifadhi wakimbizi mkoani Kigoma. Katika ukaguzi wa soko hilo, mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amepokea taarifa kutoka kwa viongozi wa kijiji hicho na wilaya, ambapo wameeleza linavyosaidia kukuza uchumi. Wananchi tunanufaika sana na soko hili kutokana na biashara tunayoifanya ya ujirani mwema. Hivyo kwa kweli wananchi sasa hivi wako vizuri na wanafaidika sana na ujirani mwema, ambao huo ujirani mwema umezinduliwa hasa zaidi na soko hili la mpakani. Wenzetu wa Burundi wanaweza kuleta biashara huko wakauza wakapata kipato, pia na sisi tena tukiwapokea wale tunawauzia tunapata kipato. Kwa hiyo yani wananchi wanapata faida kubwa sana kutokana na ule ujirani mwema. Kwa hiyo jitihada ambazo tunataka kuzifanya ni kuhakikisha kwamba hili soko ili to optimize lifanye kazi karibu siku zote, kwa sababu kuna structure ambazo zina facilitate kufanyika kwa biashara kwa muda wote, kwamba unaweza kufanya leo iwe mvua inanyesha, iwe nini, iwe jua, kila kitu kinaendelea vizuri. Tuendelea kuwasiliana na wenzetu, wameniambia tutusaidia tena kuendelea kuongeza vibanda vingine ili tuendelee kuboresha zaidi mazingira ya hapa. Katibu utawala msaidizi mkoa wa Kigoma mwenye dhamana ya viwanda, biashara na uwekezaji Sangu Deogratias amesema kukamilika soko hilo ni hatua kubwa katika kukuza uchumi na kuongeza pato la serikali. Wafanya biashara, mzunguko wa Kakonko wa fedha umeongezeka sana kupitia soko hili. Kwa hiyo jambo ambalo nashukuru mashirika ya Umoja wa Mataifa chini ya KJP yamefanya vizuri kwa kusapoti na kuwezesha mchangamko huu unaoona na mwendelezo wa biashara hapa Kakonko. Hata hivyo, mkuu wa wilaya ya Kakonko Kanali Evans Malasa amesema soko hilo litasaidia kuongeza ulinzi wa mpakani na kudhibiti wahalifu, wakati mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro akielekeza uongozi wa halmashauri kufanyia kazi soko hilo lifanye kazi kila siku. Kwa sababu upatikanaji wa huduma za kupita kwa kirahisi zinakuwa ni ngumu. Hapa wamesha establish uhamiaji wapo, lakini wamepata na eneo jingine hapa kwa ajili ya kujenga maofisi kwa ajili ya kuimarisha. Lakini na watu wa TRA walishasema kwamba watakuja kuwekeza hapa ili watu wetu waweze kufanya biashara vizuri. Tunazo changamoto ambazo mara kwa mara tunazizungumzia za barabara ya lami kutoka Kakonko kuja hapa Muhange kwenda mpaka Burundi. Na kwa maana uelekeo huu ni karibu sasa na makao makuu ya Burundi ambao ni Gitega. Tunaamini kwamba barabara hii ya lami ikishakuja itakuwa ni rahisi kufanya biashara kupita. Kwa kimsingi ni kwamba hili soko ni lazima tuone halmashauri namna gani ya kufanya soko la muda wote siku zote. Lakini hili lilosema kwa kweli bila kuwa na barabara nzuri itakuwa ni changamoto kubwa. Itakuwa ni changamoto kubwa. Ngoja tuangalie alafu tutazungumza, lakini wapongeze, nimefarijika. Kwa sababu wanafanya biashara. Ukifanya biashara maana yake ni pesa, sio? Kwa hiyo kama wenzetu wanakuja wakianza kuomba, nimepata taarifa wengine wanasema tupangiane muda. Tunapangiana muda vipi kwenye mambo ya biashara? Yaani mtafanya biashara kumwambia mwanzako afunge leo, kesho ndio afungue, hiyo sio biashara. Kutoka katika soko hili la kisasa la mpakani mwa Tanzania na Burundi katika halmashauri ya wilaya ya Kakonko mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli. Mtazamaji, na sasa tuangazie habari kutoka mkoani Shinyanga. Shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoa wa Shinyanga limezindua mpango maalum wa kuongeza uzalishaji wa umeme kwa ajili ya wateja wakubwa, ikiwa ni jitihada za kukabiliana na changamoto ya umeme mdogo ambao umekuwa ukikwamisha shughuli za uzalishaji katika baadhi ya viwanda mkoani humo. Mwandishi wetu ana taarifa kamili. Kupitia mradi mpya wa uzalishaji wa umeme wa megawati 150 pamoja na ufungaji wa kifaa cha kisasa cha atomic voltage regulator, TANESCO inalenga kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika na wenye ubora unaokidhi mahitaji ya wawekezaji
na watumiaji wakubwa wa nishati hiyo. Akizungumza katika mkutano wa wateja wakubwa wa umeme mkoani Shinyanga, meneja wa TANESCO mkoa wa Shinyanga amesema lengo ni kuhakikisha kila mteja anapata huduma bora na thabiti bila kukatizwa na changamoto za kiufundi. Changamoto ambayo imejitokeza hivi karibuni kutokana na mwitikio mkubwa wa watu kuunganisha umeme. Watu wanapata changamoto ya umeme mdogo na kumekuwa na malalamiko ya mara kwa mara. Sasa TANESCO mkoa wa Shinyanga tumepanga kutekeleza mradi wa kufunga kifaa kimoja kinaitwa Automatic Voltage Regulator AVR. Mradi huu kwa sasa uko kwenye hatua za awali, lakini tunataka tujitahidi mpaka mwishoni mwa mwezi Disemba huo umekamilika na hali ya changamoto ya umeme mdogo iweze kutatuliwa kabisa. Upande wake meneja wa kanda ya Magharibi Mhandisi Richard Swai amesema TANESCO inaendelea kuboresha miundombinu ya umeme ikiwemo kuongeza njia za usafirishaji wa umeme na kubadilisha vifaa chakavu ili kuhakikisha huduma inapatikana kwa uhakika zaidi. Nashukuru kwamba mmewekeza, lakini tunazidi kuwaomba mzidi kuwekeza zaidi kwenye vituo vyetu, kwa sababu uwezo tulionao wa miundombinu yetu kwenye mkoa wa Shinyanga ni mkubwa sana kulinganisha na uwekezaji ambao umeshafanyika. Na tumejipanga pia ili kwa tunajua kwa sehemu kubwa mmewekeza kwenye mitambo, lakini pia mnasaidia kuinua uchumi wa nchi kwa kuangalia idadi ya wafanyakazi mliowaajiri. Tunazidi kuwaomba mzidi kuwekeza, lakini pia utaona sehemu kubwa ya upanuzi ambao mnafanya, sisi tuko kwa ajili ya kuwasaidia kupanua ile miundombinu. Mahali popote ambapo ulipo ukiamua kuongeza uwekezaji, ukaongeza idadi ya mashine, ukituarifu mapema na sisi tunaweka kwenye plani zetu kwa ajili ya kuongeza ile miundombinu. Shinyanga tuna wateja takribani 112,000 mpaka mwezi wa 9 tuna idadi ya wateja hao. Katika wateja 112,000 wateja wakubwa mpo 138. Kwenye mchango wa mapato ninyi wateja 138 mnatuchangia nusu ya mapato, yani 50%. Baadhi ya wawekezaji wakubwa mkoani Shinyanga akiwemo Dominic Joseph na Musa Joni wameeleza kuwa changamoto ya umeme mdogo imekuwa ikisababisha hasara na kuathiri utendaji wa mitambo yao, lakini wana matumaini kuwa mradi huu mpya wa TANESCO utaleta mabadiliko makubwa. Low voltage kikawaida huwa ni kitu kibaya sana kwenye vifaa vya umeme. Kitu kibaya sana kwenye vifaa vya umeme. Kwa hiyo ni utoa wito wangu kwamba tusogezee huduma za transformer kwa wingi ili tuweze kuepukana na mambo ya low voltage ambazo mara nyingi ndio main causative ya kuungua vifaa vya umeme, hasa mota. Hasa wakati ule wa kuanza. Umeme unapozima, alafu unapoanza, alafu unakuta umeme kidogo. Kwa kweli mota mpaka kuruka hapo ikawa salama inakuwa ni bahati. Ambapo katika umeme nao kisha solviwa na maana basi mambo yatakuwa safi. Miradi inayoenda kutengenezwa kama huo mradi wa wilaya Kishapu unaenda kuongeza kwenye gridi ya taifa, kwa sababu sisi huku tuko mbali sana na vyanzo vya umeme. Vyanzo vya umeme vyote viko mbali. Na sisi hapa Shinyanga ndio maana tulikuwa tunapata shida kwa uwekezaji kwa sababu ya umeme ulikuwa mchache. Kwa hiyo sasa hivi huu mradi utakwenda unaoenda kuangaliwa sasa hivi tunaokwenda kuangalia huko Kishapu na wenyewe unaunganishwa kwenye gridi ya taifa. Kwa hiyo ongezeko la umeme katika maeneo yetu ya mkoa wa Shinyanga na Mwanza na wapi yatasaidia sana kwa wananchi kwa kazi za maendeleo. Mradi huo wa megawati 150 unatarajiwa kuboresha kwa kiasi kikubwa upatikanaji wa nishati ya umeme mkoani Shinyanga na kuimarisha shughuli za kiuchumi katika sekta ya viwanda na uwekezaji. Mtazamaji, ikiwa hizo ni habari za kitaifa, na sasa tupate mapumziko mafupi, kisha nikirejea ni habari za kimataifa.